السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين بجميع محامده كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، حمدا يليق بجلال ربوبيته وكبرياء ديموميته وعزة قدمه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وهاديا إلى صراط الله المستقيم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. الحديث. Baada ya kumshukuru Alhaq subhanahu wa ta'ala na kumtolea sala na salamu Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, tunavyofahamu ndugu zangu, tuko katika mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu, mwezi ambao ni mtukufu mno, min ashhuril hurum, shahru al-Muharram. Na al-Imamu an-Nawawi rahmatullahi alayhi katika kueleza ashhuru al-qamariya, the lunar calendar, akasema mkitizama miezi yote ya Kiislamu, mwezi wa pekee ulioitwa al-Muharram kwa kutumia al ni mwezi huu peke yake ambao ni mwezi wa Muharram, wa huwa min ashhuril hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Tuko katika mwisho wa kukamilisha mwezi huu, lakini ni desturi ya ulama muarikhu hadhihi al-umma kuwa tunapoingiliwa na mwezi wa kwanza wa Kiislamu huwa twajikumbusha matukio ya Kiislamu, hususan katika hijra ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kwa sababu mwaka wenyewe unajulikana kama amul hijri, ni mwaka wa hijra. Na hii yaonyesha maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala: wadhakiruhum biayami llah, wakumbushe ewe Musa Banu Israil na masiku ya Mola subhanahu wa ta'ala. Haya maneno yako hai sana katika kalenda ya Kiislamu, kuwa si vyema Muislamu aishi maisha atakayoyaishi lakini hana dhikrayat, hana historia, ima historia za tarehe au historia za rijal, za watu. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Tuna watu sisi katika historia yetu ya Kiislamu
ambao yaweza kufika katika daraja ya madhambi ikiwa sisi hatuwajui. Kwa hivyo ni muhimu sana katika maisha tunayoyaishi tuwe tunaweza kufahamu zile tarehe za Kiislamu na kujua matukio yaliyojitokeza ili tuweze kujipamba na tuweze kujikumbusha. Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, ukumbusho unamnufaisha daima mu'min. Yule mwenye sifa ya iman anapopewa dhikrayat, anapoelezwa historia yake, utakuja kuona moyo wake unazidi kuwa na imani na anakuwa na qudwa, anatengeneza role models ambao anafaa kuwaige katika maisha yake. Na historia ya hijra ni historia pana. Mimi napenda tujikumbushe, mimi na nyinyi, katika mambo ambayo aliyachukua Bwana Mtume Muhammad kama mambo ya kwanza katika kuasisi dola ya Kiislamu. Tunajua katika marhala Makki au marhala Makia, katika mji wa Makka kulikuwa kuna hali tofauti na hali ya Madina. Wale waliokuwa katika ardhi ya Makka, mu'taqadat, imani yao, movement yao, culture yao, mienendo yao ilikuwa yatofautiana moja kwa moja na hali iliyoko ndani ya Madina. Hapa kuna maswali muhimu tutakuja kuona katika kisa cha al-Isra wal Mi'raj. Mtume Muhammad alipokuwa kitolewa sehemu mpaka sehemu, kituo mpaka kituo, aliletwa katika ardhi iliyokuwa imejaa mitende, akaambiwa teremka hapa swali. Sayyidina Jibril alayhi salatu wassalam, inzil hahuna fasalli, teremka hapa uswali. Mtume Muhammad akaswali, kisha akauliza hii ni sehemu gani? Akasema hii ni Taiba. Bado yuko katika marhala makia, lakini anaelezwa hii ni Taiba wa ilaiha almuhajir, na wewe utafanya migration yako itakuwa hapa. So katika maswali ya kihistoria ukisoma kwa nini mtume alikwenda Taif, ambapo alikuwa ashaonyeshwa kuwa yeye hijra yake ni ya kwenda zake Madina. Kwa nini akachagua, kama mnavyofahamu katika historia, akaenda Taif akapambana na watu akapigwa, lilasaf alayhi salatu wassalam, damu ikateremka. Hata Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha anamuuliza, ya Rasulullah, ni siku gani ilikuwa nzito kwako? Ni siku gani unapoikumbuka waione ilikuwa ni siku nzito kwako? Je, ni siku ya vita vya Badri ama vita vya Uhud? Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anasema, katika masiku ambayo siwezi kuyasahau katika maisha yangu na yalikuwa mazito kweli kweli ni tukio la Taif. Mimi nimetoka katika mji wa Makka nikaenda katika ardhi ya Taif. Lengo langu ni kuleta uwiano mzuri wa amani kwa watu wangu na mimi mwenye binafsi, lakini kilichonikuta kule ni kutolewa vijana wasiokuwa na heshima, vijana ambao vichwa vyao maji, wakaamrishwa nipure mawe, wakanipiga mawe, madamu yakanimwagika. Hii ndio hali ambayo inanisikitisha ninapoketi nikikumbuka historia yangu. Kwa hivyo mtume kwa nini aende zake Taif, na huku tayari ashaonyesha katika kisa cha al-Isra wal Mi'raj utaelekea katika ardhi ya Madina, itakuwa ni hijra? Ni masala kwa hakika sisi kama Waislamu tunafaa kuyasoma na kuyaona na kuyaweka hai, na mara nyingi mimi nasisitiza kwa vijana waweze kujua historia yao, kwa sababu ikiwa hatufahamu historia yetu tutakuja kuletewa historia bandia ambayo ni munharifa, imeharibiwa, muzayyaf, sio real, kisha baadaye tunachafuliwa dini yetu kwa sababu hatukusoma dini yetu. Almuhim, mtume ameketi katika ardhi ya Makka, amepata adha, maudhia mengi, matatizo mengi, ikambidi sasa aelekee katika ardhi ya Madina. Kwa kisa kirefu, sitaki kutaja hijra ya mtume Muhammad ilivyo, lakini nataka kuangalia baadhi ya mambo muhimu aliyoyachukulia Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam
kama misingi muhimu katika kuasisi dola. Jambo la kwanza Mtume Muhammad alilolifanya ndani ya mji wa Madina ni binaul masjid, ni ujenzi wa msikiti. Na hii ni mada yake pana na ndefu. Ni nini dori ya misikiti katika mujtamaa wa Kiislamu? Je, tuwakutana tuswali tu, au kuna ahdaf, kuna objectives zaidi ya kuswali? Kwa sababu ni kuswali nyumbani waweza kuswali, kwa nini twaja kuswali jamaa msikitini? Na kwa nini tukija msikitini tuna fadhila zaidi ya kuswali nyumbani? Je, ni kuswali peke yake ama kuna mambo mengine? Hii ni mada muhimu. Pengine katika durusu zinazokuja tutakuja kuangalia dori ya msikiti ni upi. Tuje mashallah, Allahu akbar, khalas tunde zetu, ama msikiti una dori kubwa sana katika mujtama wa Kiislamu, na ina dori kubwa. Wa ila Mtume Muhammad asingeasisi kwa mara ya kwanza almasjid, kwa sababu unaposoma katika vitabu akiwemo Sayyidina al-Imamu al-Bukhari anasimulia kuwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alikuwa akiswali mahala popote, wakati ukifika wa swala akiswali. Lakini alipoingia Madina akaasisi msikiti, kwa msikiti na dori kubwa. Pengine inshallah katika khutba zitakazokuja tutakuja kutizama nini dori ya misikiti katika mujtama. Na jambo la pili, akha baina almuslimin, na ndio topiki yetu leo. Mada yetu leo ni udugu kati ya Waislamu ala wajhi al-umum wa ala al-muhajirin wal-ansar ala wajhi al-khusus, brotherhood. Na hili ni jambo linaloonyesha huwezi kuwa na tumuh, ambitions, ukawa pengine na visions na missions za kuweza kuasisi dola, na kati yenu nyinyi mandugu kuna mpasuko. Kwa hivyo jambo la kwanza aloliweka, akha baina almuhajirin wal ansar. Na sehemu ya tatu ambayo ilikuwa ni msingi pia muhimu sana ni wathiqa inayojulikana kama wathiqatul Madina, dustur, katiba aliyoiweka Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, uwiano wa namna ya kuishi katika ardhi ya Madina. Kwa wale wanaotizama Mtume Muhammad wanamtizama alikuwa tu ni mtu, la, alikuwa ni alqaid, alikuwa ni kiongozi mahiri, alikuwa ni mtu ana ambition, ana mission. Kwa hivyo kija kuangalia hatua hizi tatu zilikuwa zimewekwa katika namna ambayo ndiyo iloweza kuasisi dola ya Kiislamu. Na ndio nakuja kuona muarikhuna wenye tarikhi wanakuambia matukio kadhaa katika historia ya Kiislamu Muislamu hafai kukosa kujua. Tukio la kwanza au katika baadhi ya hayo matukio ni marhala almadaniya, Mtume Muhammad alipokwenda zake Madina. Turudi katika topiki yetu muhimu. Kwa hivyo tumeona binaul masjid, sisi tutashika katika suala la akha baina almuhajirin wal ansar. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anataka kutengeneza dola, anataka kueneza sheria, anataka kueleza amri za Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo akachukua wale ndugu zake waliotoka Makka, sikuwa walikuwa ni maskini. Kuna matajiri wakubwa waliotoka katika ardhi ya Makka, lakini ikawa litakuna kalimatullahi hiya al-ulya. Kuna watu walitoka katika familia za kisawasawa, wasome. Ukija kuangalia, kulikuwa kila mmoja alikuwa na shakhsia yake, personality tofauti na mwingine. Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam walipokuwa wameingia ndani ya mji wa Madina, akawajua hawa wamewacha mali yao, hawa wamedhulumiwa, hawa wamenyang'anywa watoto wao, hawa kumepatikana mpasuko katika familia yao. Kwa hivyo kuna haja ya jambo linaloitwa almuasa. Hawa lazima, ili mioyo yao wasihisi pengine they are broken, lazima kupatikane kitu kinachoitwa brotherhood. Hili ni swala muhimu pia mimi kulitaja.
hususan tunapowasilimisha watu. Hili ni tatizo sisi tunalo kama mujtama wa Kiislamu, na pengine tatizo hili limekuja baada ya makosa yaliyokuwa yamefanyika pale mwanzo, lakini sisi hatuna desturi ya kusoma matatizo yetu na namna ya kutatua matatizo yetu. Leo unakuja kumwona mtu anasilimu, kwa hivyo sisi tunafurahi, tunapiga takbir, vizuri, mtu ameingia katika Uislamu, lakini tunampa wasia sizo. Kwa hivyo tunakuja katika suala la kubadilisha jina. Ni suala linatakana liangaliwe katika sheria. Je, kubadilisha jina ni wajibu ama ni wakati gani anatakana badilisha jina? Kwa hivyo katika tatizo katika kubadilisha jina, lilasaf, pengine ni mtu prominent person, ana vyeti, ana miliki ya mali, ana kadha wa kadha. Kwa hivyo kule kubadilisha jina itabidi iapie katika documentation zake zote, na ni pesa. Siku umekwenda tu kubadilisha jina wewe katika ID wa hakadha, zote ni pesa. Hili ni tatizo lapatikana kwa wale ambao hawana hizo fedha. Kwa hivyo wanaporudi kwetu tunaona sasa huwa amekuwa omba. Kwa hivyo tunamkimbia. Nakumbuka aliposilimu sisi tumemwonyesha, vaa kanzu, onyesha wewe ni Muislamu. Kwa hivyo kuna watu wasioelewa Uislamu ni nini. Kwa hivyo anabidi anaanza kujihisi mnyonge. Mimi walionisilimisha wamenikimbia, na wale ambao kama nimetoka kwao hawanitaki, anajikuta peke yake. Lilasaf, kuna baadhi huwa wanarudi katika dini zao. Kwa hivyo sisi katika miongoni mwa dori ya misikiti, ni mada takuja kuzungumza baadaye, ni kuwa na mikakati wakati tunapokabiliana na kesi kama hizi. Kwa hivyo Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alipoona hali ya masahaba walioyawacha, wakawacha mali yao, wakawacha kila kitu chao, wakawacha miji yao, wakaja katika mji mpya na watu wengine wapya. Tabaan, kule amenyang'anywa mali yake, kule pengine amepokonywa mke wake na watoto wake, kama hali mbalimbali tunavyozijua za masahaba baada ya hijra. Akha bainahum, alitengeneza udugu kati ya almuhajirun wal ansar, hawa wawe ndugu, na huu ndugu ukawa ni tofauti. Brotherhood yao hii ilikuwa ni brotherhood ina nguvu zaidi kuliko hata undugu wa kuzaliwa. Ili neno innamal mu'minuna ikhwa, al-ukhuwa hadhihi, huu udugu ukawa una nguvu zaidi kuliko hata undugu ule ambao wewe umezaliwa na ndugu yako, kiasi kwamba Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam akawapa majukumu. Si kusema tu you are my brother, anta akhi fil islam wa anta fulan wa illan fil islam, la, akawapa majukumu. Jukumu la kwanza aloliweka Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kwanza ni an-nasr, iwe wanapeana support. An-nasr ni miongoni mwa support, kuteteana, kusaidiana, kuamiliana nao kwa uzuri. Hili ni jukumu la brotherhood, la udugu alouweka kati ya almuhajiruna wal ansar. Jambo lingine Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam aloliweka, akasema nyinyi ni ndugu, watoka zako Madina, watoka zako Maka, waja zako Madina, unaambiwa fulani na ilani ni ndugu, tena wanarithiana. Yani wewe ukifa wamrithi huyu, na wewe ukifa unamrithi huyu, na hamkuzaliwa na baba mmoja wala mama mmoja. Fi awal al-badr, katika suala la kwanza anasimulia Sayyidina al-Imam al-Bukhari an Ibn Abbas radiyallahu anhu qal kana al-muhajiruna hina qadimu al-Madina, muhajiruna waliotoka katika ardhi ya Makka walipokuja zao Madina, kana yarithu al-muhajiriyu al-ansariya, ilikuwa yule muhajir anamrithi al-ansari, hajihisi ni mgeni, ana ndugu yake katika ardhi ya Madina. Kisha hali hii ikaendelea mpaka katika vita vya Badrin al-Kubra. Falamma nazalat aya ilipoteremka, walikullin ja'alna mawaliya
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema kila mmoja amejaliwa ana nasaba, ana mawali. Kwa hivyo hii ikabakisha undugu wa an-nasr, kuteteana, undugu wa kusapotiana, lakini si undugu ya wiratha. Kwa hivyo urathi ukarudishwa lil arham, kwa wale ambao kwamba ni kizazi cha baba na mama. Hii ilikuwa ni sehemu muhimu sana katika mujtama, ili Waislamu waweze kusaidiana. Utakuja kumwona Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, multi-billionaire wa masahaba. Huyu Sayyidina Abdurrahman ibn Auf anatoka katika ardhi ya Makka, hana lolote, hana shilingi. Anakuja anaambiwa akhuka min al-an fulan wa illan, na katika hali ilikuwa wewe mgawanyie pia mali. Yani mimi kwa mfano nina bilioni 1, nagawanya nusu ya mali yangu lillahi ta'ala. Ilikuwa lengo letu sio mambo ya dunia, lengo letu ni kupeana support, na hii support inarudi katika ukhuwa al-islamia, na ndio katika msingi mkubwa wa kuasisi dola ya Kiislamu. Kwa hivyo Sayyidina Abdurrahman ibn Auf anachukuliwa na ndugu yake fil Islam, anampeleka nyumbani, anamwambia marhaba ya Abdurrahman, anta akhi, wewe ni ndugu yangu, mimi nina mali. Kwa hivyo kuanzia sasa tutataka tuandike documentation, ni kukabidhi mali yako, ni kufanyia hali 1 2 3. Lakini hakikatan masahaba walikuwa na ghira. Muhajiruna, naam, huo undugu wa kupeana sapoti ya mali ipo, lakini hakukubali yeyote katika wao. Kama Sayyidina Abdurrahman ibn Auf anasema, wallahi jazakallah barakallahu laka fi malik wa fi iyalik, Mwenyezi Mungu akupe baraka katika familia yako na akupe baraka katika mali yako. Yani mali yako yazidi kuendelea, lakini usinigawanyie mali yako. Dulluni ila suq, mimi ninachokiomba nionyeshe soko iko wapi. Mimi ni mtu mahiri katika biashara. Sayyidina Abdurrahman anaonyesha soko lile pale, anakwenda anashika kama ni magunia, anakwenda anafanya biashara. Baada ya miaka 3 Sayyidina Abdurrahman ibn Auf anakuwa multi-billionaire katika masahaba. Haya ndo malengo ya ukhuwa, haya ndio malengo ya brotherhood. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuweka undugu wetu wa Uislamu hakuweka undugu wa kupeana majina peke yake, wewe ni ndugu yangu fillah. La, alituwekea majukumu, na majukumu ndio hadithi ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam tulikuwa tumeanza kuieleza. Sisi mara nyingine huwa tunasahau baadhi ya mambo. Mara nyingine tunasema undugu wetu ni umoja wetu, na huwa kadhalik, lakini umoja unautafsiri vipi wewe? Kwa hivyo umoja wetu nakuja tuswali pamoja, mfano tufunge pamoja, mfano tufanye kadha kadha pamoja. La, hizi ni ibadat, ni lazima tuzifanye, lakini suala ambalo kwamba la ashiria udugu wetu ni haya maneno ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Anasema mathalul mu'minina, mfano wa Waislamu na waumini, fi tawadihim, na subhanallah hakuzungumza fi mahabbatihim. Kuna daraja ya mahaba, lakini kuna daraja ya juu ya mawadda. Fi tawadihim, katika kupendana kwao, na ni daraja ya juu kushinda mahaba. Wa tarahumihim, na kuhurumiana kwao. Je, sisi tunapendana? Je, sisi tunahurumiana? Mtume anatupigia mfano wa waumini katika kupendana kwao, katika kuhurumiana kwao. Wa fi taatufihim, na katika kufanyiana mambo kwa upole. Kamathali ljasadi lwahid, anasema ni mfano wa kiwiliwili kimoja, mfano wa mwili mmoja. Hapa mmoja katika wanazuoni anasema jasadul umma, yani hadha alhadith yumathil tajsid al-umma, yani ummatu Muhammad umefanywa kama mwili mmoja. Idha shtaka minhu udhu, kiungo kimoja kikiwa kina itilafu, wewe waumwa na kichwa, waumwa na miguu, una malaria, una tatizo moja ama mbili pale, mkono huu hautokuwa na raha, kwa sababu mkono wa pili unauma.
Kichwa hakitokuwa na raha eti kwa sababu miguu inaumwa, ni sehemu katika mimi. Na ndivyo Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anavyoashiria kuwa mapenzi katika waumini, katika kupendana kwao, katika kuhurumiana kwao, katika kuamiliana nao kwa lutfu, kwa upole, ni kama mfano wa mwili mmoja. Sisi lilasaf tumekuja katika system ya farriq tasud, system ya Kiislamu aliyoasisi Bwana Muhammad alayhi salatu wasalam ni ijma tasud, unite and lead. Lakini wale wasiokuwa Waislamu wakawa system zao za leadership ni farriq tasud, divide and rule. Na sisi tumekubali kuwa divided, tumepokonywa undugu tuliokuwa nayo, pengine kwa misamiati mbalimbali au kwa majina ya madhehebu, na leo lilasaf kumeingia paka ukabila ndani ya Uislamu, ambapo hili jambo lilikuwa hakuna. Mwangalie Sayyidina Bilal bin Rabah, rajulun afriqiyun, bwana mweusi kutoka Afrika, wa hadha Suhail Rumi, huyu ni Suhail anatoka sehemu za Roma. Angalie Salmanul Farisi anatoka sehemu za Persia, na walikuwa ni masahaba wakubwa. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtaqu ilayhi, mtume akiwatamani, pamoja na tofauti za rangi zao, pamoja na tofauti ya lugha yao, lakini kwa sababu ni katika umma alislamia, innamal mu'minuna ikhwa, waumini ni ndugu. Katika hali hii Waislamu waliweza kutengeneza taasisi ya dola, wakawa wanaogopewa ulimwengu mzima. Ile brotherhood, ule undugu na dola ya Kiislamu ilipoanza, aliwa turafrif, bendera inapepea na kila mmoja ajua kuhusu Uislamu. Uislamu ukatapakaa katika bara la Arabu, ukaenda sehemu za Misri, ukaenda sehemu za Syria, ukaenda sehemu mbalimbali. Uislamu haukutosheka, ukaenda mashallah mpaka sehemu za Al-Qustantiniya, sehemu za Uturuki na mbele kabisa, ambapo zilikuwa zaongozwa na leadership ya Kiroma. Yani maneno tunazungumza siku zote, tukizungumza Rome wakati huo si Rome ya Vatican. Rome yenye ilikuwa na nguvu ni Rome ya Al-Qustantiniya, na ndio alikuwa akisema Bwana Muhammad, la tuftahanna Al-Qustantiniya. Hii leadership tuliyoiweka ya ukhuwa, ya brotherhood, naona tutaweza kuikonka Al-Qustantiniya. Fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jayshu dhalika aljaysh. Kwa sababu udugu ulikuwa umekamilika, watu wameshikana mikono kwa hali na mali, wasaidiana kwa kutoangalia rangi au kutoangalia sehemu unaotoka wewe. Ikapenya ikaingia paka ndani ya Europe, Uislamu katapaka kila mahali. Lilasaf, pamoja na hali hii ya Uislamu kuwa na nguvu kila mahali, Mtume akawa anaona tatizo lingine pia. Akawa anawaambia masahaba, yushiku an tadaa alaykumul umam kama tadaa al-akalatu ala qas'atiha. Sikizeni haya maneno, awaambia masahaba, karibuni mtavamiwa na mataifa. Leo tunaona leo ni majina ya mataifa wanaovamia dola za Kiislamu au ardhi za Kiislamu. Yushiku an tadaa alaykum al-umam kama tadaa al-akalatu ala qas'atiha, karibuni mtakuja vamiwa nyinyi na mataifa kama vile watu wanaovamia chakula. Unapoweka sinia wakaja watu 100 kuvamia chakula, hivyo ndivyo mtakavyovamiwa nyinyi umma al-Islami. Mtume anaona. Masahaba akasema, awa min qillati nahnu yawma idhin. Manake tumeona katika aya za mwisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba, kuwa Uislamu utakuwa na idadi kubwa, utaelekea katika kila sehemu. Hakuna nyumba, hakuna kabila isipokuwa Uislamu utaingia ndani. Lakini Mtume anakambiwa hali hiyo ikifika, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu, rudi kwa Mola, mshukuru Mola, msabihi Mola, usijigambe kifua chako Rasulullah.
Dalili zaonyesha Uislamu utakuwa mkubwa, na masahaba washaona ile misingi iliyowekwa na Mtume Muhammad. Naam, Uislamu unaonekana ukielekea kila mahali. Wanauliza, awa min qillatin nahnu yawma idhin ya Rasulullah, tutavamiwa katika mali yetu, tutavamiwa katika kila kitu chetu, kwa sababu tutabaki wachache, tutakuwa wachache, idadi yetu itakuwa ni ndogo. Akasema, la, antum yawma idhin kathirun, nyinyi siku hiyo mtakuwa ni wengi sana, walakinnakum ghuthaun ka ghuthai sayl, idadi yenu haitakuwa na nguvu ya aina yoyote. Uislamu, soma historia, unaposikia kina Sayyidina Abubakar, kina Sayyidina Umar, masahaba walikuwa wangapi? Fanya ni 100,000. Angalia namba ya watu 100,000 katika masahaba, kazi walioifanya katika mambo ambayo kwamba yanakumbukwa leo, katika ilmu, katika hadhara, civilization, katika kila kitu. Watu 100,000, sisi tuko bilioni 2. Tufanya kitu gani? Tujifakhiri kwa namba? Tujifakhiri kwa rangi? Leo ndugu yako Muislamu yapigwa hapa kwa kuonewa tu kwa sababu ni Muislamu, lakini haya ni husu, it's none of my business. Leo Muislamu katika hali nyingine haya ni husu, it's none of my business. Leo Muislamu mahala fulani haya ni husu, is none of my business. Ala aqali, hata kuingia katika sala, wewe kuomba dua, kumwombea ndugu yako, unaona la, this is none of my business, haya ni husu. Haya maneno kidogo ni ya hatari, lakini ni muhimu kuyasema. Sisi ka umma al-islamia, na hususan ka ahli sunnati wal jamaa, haya maneno yasikieni vizuri sana. Sisi kama ahlu sunnati wal jamaa, na tunapozungumza ahlu sunnati wal jamaa tunamaanisha wanazuoni hao tunaowazungumza, waloleta hadhara islamia katika ulimwengu, waloleta ilmu, waloleta kila kitu. Wanazuoni wa ahlu sunnati wal jamaa, idadi yake it is 99% katika baadhi ya wanazuoni wanavyozungumza, ama 95% ya idadi ya Waislamu ala wajhi al-ard, aqida ahli sunnati wal jamaa. Ndio kulikuwa kuna matatizo katika badi al-amr, hususan baada ya kuuawa Sayyidina Uthman, kukawa kuna matatizo, Waislamu wakaingiwa, wanaingiliwa na baadhi za afkar za kina al-khawarij na wahakadha, kukaingia baadhi za fikra ambazo kwamba zingine zilikuwa zapingana hata na Qur'an, wakauawa walouawa. Sayyidina al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, katika tatizo alokabiliana nalo ni moja katika tatizo la khalqul Qur'an, na ni baadhi ya watu walikuwa kijigamba wakisema wao ni Waislamu, na wakamwadhibu imam ahli sunnati wal jamaa fi zamani, kisa maarufu. Kwa hivyo tunapozungumza ahli sunnati wal jamaa tunazungumza tadhhiya, walivyojitolelea, walivyoleta mabadiliko katika mujtama, walivyo mpaka leo yote tunayoyafanya min salatin wa zakatin wa hajjin wal hadhara, yote imetoka kwa hawa wanazuoni. Idadi ya Waislamu ahlu sunnati wal jamaa katika baadhi ya riwaya ni 99%, katika baadhi ya riwaya ni 95%, ni wengi. Wa humul ashaira wal maturidiyya wa fudhalau min al hanabila. Hivi ndivyo wanazuoni walivyoeleza. Lakini leo wamekuja watu wameanza kuwagawanya Waislamu kwa misingi ya kimadhehebu, na penginepo hao ambao kwamba walikuwa kijulikana ni ahlu sunnati wal jamaa min al ashaira wal maturidiyya wa fudhalau min al hanabila, wakaambiwa haulai mushrikun, haulai mukafirun, haulai takfir. Ikaanza fikra ya takfiri, fikra ya kwanza kutoana katika Uislamu. Natija yake ikawa masala ya kulipuana. Leo tumeona Waislamu wao kwa wao wanavyouana, si wawili watatu, mamia kwa mamia, maelfu kwa maelfu. Alqatil yukabbir walmaqtul yashhad, yule anayeuawa
anasema ashhadu an la ilaha illa Allah, na yule anayeua anasema Allahu akbar. Sivyo tulivyoachiwa. Huu si urathi wa Mtume Muhammad, huu si urathi wa salafu na saleh, huu si urathi wa ulama na aima wa ahlus sunnati wal jamaa, si mwenendo wetu huu. Na ndio tutakuja kuona katika vita vya Persia na vita vya Roma, kwa sababu wa Roma ni Wakristo kidogo, wana imani, hawajakuwa Waislamu, lakini wana imani na existence ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Qur'ani ikasema ghulibatir Rum, ikasajili hili swala kuwa Roma imepigwa leo, lakini baada ya miaka kadhaa Roma itashinda. Ikawa Waislamu wanashangilia kuwa Roma itashinda. Mwashangilia vipi na hawa si Waislamu? Kwa sababu kunao ishara ya kuwa wanamwamini Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hawa ni akhafu dhararain. Leo suala linalokwenda katika ulimwengu leo baina, mnajua tena, na baina, sina haja ya kuwataja, lakini utakuja kuona leo Waislamu wamesahau hadithi ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, man akala dhabihatana wastaqbala qiblatana, yule ambaye atakula kichinjo chetu na akaelekea kibla yetu, wasalla salatana, na akaswali sala yetu, wa huwa almuslim, ni Muislamu. Tumeshughulishwa, hatuangalii tena Uislamu. Jamaa wanapigwa, jamaa wafanywa kadha wa kadha, na sisi tuko katika social media tusema fulani na ilani ni kafir, huwa yusalli. Tunaweza kukhtalifiana katika ara, tunaweza tukatofautiana katika kadha wa kadha. Hawa walikuwa ni Wakristo, Waislamu wakawa wanashangilia, hawa kidogo hata si Wakristo. Kwa nini tushughulishwa katika social media tukileta tarwij na fitan, na sio wakati wake, ambapo wao ndio super power katika Middle East hivi sasa? Masala kidogo yafungueni yake, na hawa wengine wasipomuunga wana mambo yao ya kisiasa, nyote mayajua. Lakini leo atakuja kupigwa amalizwe, hofu yetu ni kuwa hata Maka na Madina tutakuwa lazima tupigiwe stamp ya jamaa fulani, sababu huyo ndio mwenye hofu katika Middle East. Kwa hivyo mkishammaliza huyo, tamam, tutaweza kucontrol, na tunaweza tukacontrol Maka na Madina. Wewe watakwenda zako Maka na Madina, lazima upigiwe. Kama sasa hivi unapotaka kwenda Baitul al-Maqdis al-Aqsa, lazima upigiwe muhuri. Kwa hivyo lazima tuwe makini sana, ikhwani fillah. Hii taasis innamal mu'minuna ikhwa sio taasis shafawi, si midomo verbally. Ni majukumu tumewekewa na Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ni majukumu tumewekewa na Uislamu, ni majukumu yako katika misingi ya imani yetu. Tutoke na ujumbe huu peke yake. Kwa Mtume Muhammad akawaambia, yushaku an tadaa alaykumul umam kama tadaa al-akalatu ala qas'atiha qalu aw min qillatin nahnu yawma idhin ya Rasulullah, tutakuwa ni wachache? La, antum yawma idhin kathiru, mtakuwa wengi sana. Walakinnakum ghuthaun ka ghuthai sayl, nyinyi mtakuwa kama, Kiswahili cha Kitanzania nasema nguvu za soda. Coca-Cola unapoifanya hivi haiwezi kuinua chochote. Tuna watu wengi, idadi nyingi, lakini hatuna chochote tunachokifanya katika maisha yetu. Kanzu naivaa sitengenezi mimi, hata kama ninaivaa. Kuja kuangalia huku majina sio yetu. Tujifakhiri na kitu gani ambapo hatuwezi kutengeneza mambo yetu wenyewe? Tumeshindwa? Hatujashindwa, ni kwa sababu divide and rule take control katika maisha yetu. Lakini tutakaporudi katika umoja wetu, na umoja ni kusaidiana, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid, ni kama mfano wa mwili mmoja. Tushikamane, tushikane mikono, nakhtalif. Lakini madamu ikhtilafu yangu na yako haijatutoka katika misingi ya la ilaha illa Allah, linakhtalif. Sunnatul haya, ndio maisha yalivyo. Lakini tusivunjane sisi ndugu wetu, tukavunjana mahaba yetu kwa marangi pengine, au ikhtilafu al-alsina, au pengine madhaib. Usi wakati wake. Na ukija kutizama mfano dola ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, Salahuddin al-Ayyubi,
Haya yote na kuashiria, go back and read your history. Salahuddin al-Ayyubi kana sunniya, alikuwa ni msunni. Yeye lengo lake anataka kwenda kuifathi Qudsi. Yeye alikwenda kaikonka Qudsi, majua historia, lakini njia zilikuwa njia kadhaa. Lazima apite Masri, ailete karibu na sehemu karibu na Qudsi, pia lazima ilete karibu na ni watu. Na wakati huo Egypt, Misri ilikuwa ni Fatimiyun Shia. Akiingia hakuwapiga kwa wao ni makafiri, bali alikaa wakafanya nao mikakati ya undugu. Walipokosea wao misingi fulani iliyokuwa imewekwa katika dola ya juu, ndio pasi kupatikana tatizo la kuchukua yule kiongozi wao, na leo utakuja kuiona Masri na nawili. Historia tuisome wenyewe, na ndio akapata mlango mzuri wa kuweza kuipata Al-Quds. Tutaifahamu historia yetu? Hatuifahamu historia yetu. Salahuddin hakuwa tu qaid, anajulikana kama sunniyan mu'taqad. Itikadi yake alikuwa ni sunni, na mengineo mengi hatufai kuyataja, si wakati wake, lakini yeye ndio alikwenda kaifathi Quds. Kwa hivyo leo akija kituliza watu, nyinyi masunni mmefanya kitu gani? Sisi masunni ndio tulifathi Quds. Sisi masunni ndio tulileta uwiano wa amani katika ulimwengu mzima. Angalia Ottoman Empire, wote ni masunni hao. Leo hakuna dola linalojiita ni dola la kisunni. Ndiyo, majority ni masunni, lakini si dola la kisunni. Hili ni jambo muhimu sana, tukae tulifikirie, tuliangalie, tusibabaishwe. Maanake kuna babaisho lingine sasa hivi la kwenda, kwa nini hawa, kwa nini nyinyi masunni? Sisi tulipokuwa tuna power yetu, tulipokuwa tuna nguvu yetu, hakuna damu ya Muislamu ilimwagika, na uwiano ukaelekea katika ulimwengu mzima, sharqan wa gharba. Huyo Myahudi hakupata nafasi ya kuingia katika Palestine kwa sababu ya power ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. Lakini leo tunakuwa divided. Nyinyi hakuna kitu mafanya, nyinyi politics inaingia ndani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arudishe udugu wetu. Mwenyezi Mungu aturahamu. Mwenyezi Mungu aturudishie heshima yetu. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alayhi. Allahumma ya man wafaqa ahla alkhair lilkhair wa aanahum alayhi wafiqna lima tuhibbu wa tarda wa inna alayhi برحمتك وجودك وامتنانك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.